Na kusalimu pale ambapo umejiunga pamoja na Hope News TV. Ujambo na karibu katika uchambuzi wa habari, uchambuzi ambao unaambatanisha habari za vita, mapigano, siasa na habari mpya kutoka majimbo 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kwa uchambuzi. Kwa niaba ya Hope News TV, tuende mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi huu wa habari. Habari zetu tutazianzia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika tarafa la Fizi. Waziri wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Francois Robota Masumbuko na kiongozi wa chama cha MCR nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametoa ujumbe kwa raia wa tarafa la Fizi, wakati raia hao wanapitia kipindi kigumu cha mtafaruko uliotokea kati yao baada ya kuzozana kwa makundi mawili ya wazalendo ambayo ni SNPCC na FABB. Akizungumza na Hope News TV njiani mwa simu, Mheshimiwa Francois Robota Masumbuko amesema watu wengi hawaelewi. Hakuna watu wa Fizi na hakuna watu wa Uvira. Ndio ilikuwa kweli sikitiko langu kubwa sana wakati niliweza kuona wandugu na wapendwa wa Bembe wakilaumu na kuchukua hatua kali kwa wandugu zao wa Fuliru. Ilinipa uchungu mkubwa sana, tena sana kabisa, na maana kwamba watu wengi hawaelewi. Hakuna watu wa Fizi na hakuna watu wa Uvira, wote ni wamoja. Mimi ninayo kuzungumzia kwa sasa hivi, mke wangu ni kutoka tarafa la Fizi, mke wangu, na sio mimi peke yangu. Kuna wengi kutoka Uvira wameoa wasichana kutoka Fizi, na vile vile vijana kutoka Fizi wameoa wabinti kutoka Uvira. Basi kuna mchanganyiko mkubwa sana kati ya hizo tarafa zote mbili. Ukifika Uvira utakuta Wabembe ni wengi, ukifika Fizi utakuta Wabembe ni wengi, lakini kuona kwamba madiskuru kama na yale nimefuata imeleta huzuni na sikitiko sana, na ni mambo ya kukemea kabisa. Nashukuru kwamba nimesikia kiongozi ya Kutumba ameweza kuitisha watu na kuweza kusema waungane. Nafikiri hiyo ni hatua moja nzuri, na watu waelewe kwamba wote ni wamoja. Hakuna Mfuliru na hakuna Mbembe, hakuna adui kati ya wao wote wawili. Wajue na watambue namna gani wanaweza kuishi kama ilivyokuwa tangu zamani, kuoa na kuoana, shiriki na kushirikiana katika upendo, katika furaha na katika mambo yote yanayopita katika zile sehemu. Kwa kuwa mambo kama na yale yakianza katika zile makabila mbili, ni adui ndiye anapata nafasi, na watu wakishakugaulika, na ni hapo wanapata namna ya kuongoza na kutawala watu vizuri au vibaya niseme. Tusalie na habari kutoka huko Fizi, msikilizaji. Kumekuwa na mabadiliko katika ratiba ya mkutano wa Jenerali William Amuri Kutumba, kamanda wa harakati ya SNPCC, uliotarajiwa kufanyika leo Jumanne 13 Januari 2026. Mkutano huo umepangwa kufanyika hapo kesho Jumatano tarehe 14 Januari 2026 na saa 6 mchana katika ofisi ya wilaya ya Fizi. Mkutano huo unatarajiwa kuwa na ujumbe wa amani kutoka kwa Jenerali Kutumba, na wananchi wameomba kuhudhuria kwa wingi. Hii ni taarifa rasmi kutoka kwa msimamizi wa wilaya Kalonji Badibanga Sami, ambaye amethibitisha kuwa mkutano huo umeahirishwa hadi kesho kwa sababu zisizotajwa. Wananchi wanatarajia kwa hamu ujumbe wa amani kutoka kwa Jenerali Kutumba hapo Fizi Center. Habari hizo, msikilizaji na mtazamaji wa Hope News TV, utazipata moja kwa moja kutoka Fizi, ambapo tumepiga kambi na mwanaripota wetu Rigen Makene Mlongi, ambaye atakujuza kila kinachoendelea hapo kesho. Msikilizaji, tukibaki tu katika uchambuzi wa habari mpya kutoka Hope News TV, ni kwamba Jumatano hii Januari 13, gavana wa kijeshi wa Ituri Jenerali Luboya Kanshama alitangaza azima yake ya kumkamata kiongozi wa uasi Thomas Lubanga, akiwa amekufa au akiwa hai. Thomas Lubanga, tutakukamata ukiwa umekufa au ukiwa hai. Tayari nimefanya kila kitu kuhakikisha unakamatwa, hata huko uliko mafichoni tutakuja na kukukamata, alisema. Na sasa, msikilizaji na mtazamaji, tujiunge na mwenzetu Naganaga Thomas ambaye ametukusanyia habari za kile Nanga alichokizungumza, akidai kwamba atasonga mbele na kuendeleza mashambulizi katika miji
na mikoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naga Thomas. Kiongozi wa waasi wa M23 Colonel Nangaa amesema kuwa hawana nia kurudi nyuma katika mapigano yao katika jimbo la Kivu Kaskazini. Amesema kuwa wamechukua mji ya Bukavu na Uvira na wanaendelea mbele kwa sababu hawatorudi nyuma. Nangaa amesema hayo mbele ya watawala wa jimbo hilo, akiwaonya kuwa waasi wa M23 hawataacha mapigano hadi watakapofikia malengo yao. Amesema pia kuwa Joseph Kabila, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yupo katika eneo linalodhibitiwa na waasi hao na ataletwa kuwasalimia wananchi wa Kivu Kaskazini. Ikumbuke kuwa waasi wa M23 wamekuwa wakipigana na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika jimbo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Mwishowe, waasi wa M23 wameendelea kuvunja makubaliano yaliyosainiwa kwa Qatar yaliyolenga kusitisha mapigano katika eneo la mashariki mwa DRC. Tukijielekeza huko Kivu Kaskazini, umoja wa vyama vya wananchi na makundi ya shinikizo umetangaza siku ya mgomo wa Butembo uliopangwa leo Jumanne Januari 13 mwaka 2026 ili kulaani kuendelea kwa hali ya wasiwasi na kile walichokitaalamu kuchukua hatua kwa mamlaka za mji huo ambazo zinajitokeza kutatua tatizo hilo. Tayari dalili za mvutano ziliripotiwa katika sehemu ya kaskazini ya mji huo asubuhi ya leo Jumanne katika eneo la Furu. Mahitaji ya msingi ya vyama vya wananchi kufukuzwa mara moja na bila masharti wa meya wa jiji wa Butembo Bekitale Roger, kufutwa kazi mara moja kwa kamanda wa polisi wa mji huo Jordan Gojila, uhamisho wa haraka na kamili wa vikundi vya wazalendo vilivyo kwenye mji huo na karibu na mji huo, kufunguliwa kwa uchunguzi wa kina, uhuru na uwazi ili kuhakikisha haki na fidia kwa waathirika wa hali ya wasiwasi. Ikumbuka kuwa Jumapili zilizopita mji wa Butembo umejawa na wasiwasi kubwa. Na tukijelekeza uko Walungu, mapigano kati ya waasi wa M23 na wazalendo yamekwamisha shughuli Kidodombo. Shughuli zote zimekwama asubuhi ya leo Jumanne Januari 13 mwaka 2026 katika eneo la Kidodombo kwenye barabara kitaifa nambari 2 katika wilaya ya Walungu. Kwa mujibu wa vyanzo vya shirika za kiraia, wanachama wa wazalendo wameweka mtego wa vikosi vya M23 karibu na shamba la Irambata. Mapigano makali ya risasi nzito yameendelea kwa zaidi ya saa moja na kusababisha hofu na kukwamisha kabisa usafiri kwenye sehemu ya Mugombo kwenda Bukavu. Ndio hali ilivyojiri Kidodombo, ambapo wananchi wamehimizwa kuchukua tahadhari. Na huu ndio mwisho wa habari mpya kutoka Hope TV ambayo imeletwa kwenu na Espoir wa Kilongo Itel. Na kushukuru wewe ambaye umetutega sikio na kututazama. Hadi wakati mwingine, karibu.